Mwanafamilia wa Star African Network, bila shaka hujambo na karibu. Pengine umekuwa ukijiuliza zaidi na ukisikia neno na jina maarufu likitajwa katika siasa za Tanzania kwamba nani huyo? Ni Antipas Tundu Lissu. Pengine umekuwa ukijiuliza ni nani? Yapo mambo 7 yanayomtambulisha Tundu Antipas Lissu. Mwanasheria huyu gwiji wa upinzani nchini Tanzania mwenye misimamo yake mikali. Katika historia ya siasa za Tanzania ni vigumu sana kutaja majina ya wanasiasa walioteka hisia za watu walio wengi kwa hoja, ujasiri na misimamo mikali katika miongo miwili hivi sasa iliyopita, bila kumtaja Tundu Antipas Lissu. Kwa wengi yeye ni alama ya mapambano na haki, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Kwa wengine ni mpinzani mkubwa, mkorofi, anayependa kugonganisha fikra na utawala. Lakini kwa wengi Tundu Lissu ni sauti isiyotetereka katika mapambano na haki, uwajibikaji na utawala wa sheria. Hivi sasa akiwa amewekwa rumande kwa tuhuma za uhaini ambazo kwa sheria za Tanzania hazina dhamana, jina la kiongozi huyu wa chama kikuu cha upinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema limerudi tena kwenye vichwa vya habari ulimwenguni. Lakini hii si mara ya kwanza. Lissu ni mtu wa historia ndefu sana. Ili kumwelewa kwa undani zaidi, ni muhimu kumtazama kwa jicho pana sana. Ni nani haswa huyu mtu? Haya hapa ni mambo 7 muhimu yanayomtambulisha Tundu Lissu. Kwanza kabisa ni msomi aliyelelewa kwenye taaluma na tafakuri ya sheria. Tundu Lissu ni msomi wa sheria mwenye taaluma pana sana na ya kina, aliyezaliwa katika kijiji cha Mahambe, wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida nchini Tanzania, na kusoma katika shule ya sekondari ya vipaji maalum Ilbol inayopatikana mkoa wa Arusha, na baadaye Umbwe. Alipata shahada ya kwanza ya sheria kutoka chuo kikuu na maarufu nchini Tanzania, chuo kikuu cha Dar es Salaam mnamo mwaka 1994, mojawapo ya taasisi kongwe na zenye heshima katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hapa ndipo alipoweka msingi wa uelewa wake wa kisheria, hasa kuhusu haki za binadamu, utawala wa sheria na uwajibikaji wa taasisi za dola. Aliongeza uzito wa taaluma yake kwa kusomea shahada ya uzamili, yani masters, katika chuo kikuu cha Warwick kilichopo nchini Uingereza, ambapo alijikita zaidi katika sheria za kimataifa na haki za raia. Elimu yake hii imemjenga kwenye taasisi mbalimbali za kisiasa, elimu, utafiti na utetezi wa haki. Kwa ujumla, Lissu hajajitokeza tu kama mwanasiasa, bali kama msomi wa sheria anayefahamu kwa kina mfumo wa sheria na athari zake. Pili, ni mwanaharakati wa haki za binadamu kabla ya siasa. Lissu alianza kujitambulisha kama mwanaharakati kabla hajavaa rasmi koti la kisiasa
tangu miaka ya 1990. Alikuwa mstari wa mbele katika kutetea wananchi waliokuwa wakinyanyaswa na mfumo wa sheria usio wa haki. Aliwahi kuwa mshauri wa kisheria wa mashirika kama vile Legal and Human Rights Center LHRC, Environmental Law Alliance Worldwide ELAW, na pia alikuwa mjumbe wa bodi ya International Federation of Human Rights FIDH. Kazi hizi zilimwezesha Lissu kushughulika na kesi zilizohusu mazingira, haki za binadamu na ardhi, na uwajibikaji wa makampuni ya kimataifa barani Afrika. Kama wakili, alitoa msaada wa kisheria kwa watu wasio na uwezo wa kugharamia huduma hizo, na alijenga jina kama mtetezi wa wanyonge. Mfano mmoja maarufu ni kesi ya wakulima wa Loliondo, ambapo alishirikiana na wanaharakati kupinga uamuzi wa serikali kuhamisha wananchi kwa faida ya wawekezaji wa sekta ya utalii. Lissu alitumia taaluma yake kuelezea ukiukwaji wa haki za ardhi, haki za kiraia na athari za sera za uwekezaji kwa watu wa kawaida. Mwaka 2003 aliripotiwa kuandaa nyaraka za tafiti zilizoibua athari za mikataba ya madini nchini, akieleza namna mashirika ya kigeni yanavyokwepa kulipa kodi na kuwadhulumu wa Tanzania kupitia mikataba isiyo na uwazi. Umaarufu wake ulianza kupaa wakati wa utawala wa hayati Benjamin Mkapa, rais wa serikali ya awamu ya 3 wa Tanzania, ambapo alijitokeza kama mtetezi mkubwa wa haki za wachimbaji wadogo wa madini na wananchi wanaoishi katika maeneo dhidi ya wachimbaji wakubwa ama makampuni yaliyopewa leseni za uchimbaji baada ya mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na utawala wa Mkapa. Kwa muktadha huu, haishangazi kuona hata siasa zake zinatajwa kuendeshwa kiana sheria. Jambo la tatu ni mwanasiasa mshawishi na mwalimu wa kujenga hoja. Tundu Lissu, mbali na usomi wa sheria na wanaharakati, ni mwanasiasa hodari sana, fani iliyomtambulisha zaidi kitaifa na kimataifa. Alianza siasa akiwa chama cha NCCR Mageuzi kuanzia mwaka 1992 mpaka 1996 kabla ya kushawishiwa na Freeman Mbowe kujiunga na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, alichokitumikia kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Kupitia Chadema, Lissu ameshika nyadhifa nyingi, ikiwemo mwanasheria mkuu wa Chadema, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, na kwa sasa ndiye mwenyekiti wa taifa baada ya kumshinda kigogo aliyeongoza chama hicho cha Chadema kwa zaidi ya miaka 20, Freeman Mbowe, katika uchaguzi wa Januari 2025. Mwaka 2010 kupitia Chadema aligombea na kushinda ubunge wa jimbo la Singida Mashariki,
ambao eneo hilo lilitawaliwa na CCM kwa muda wa miongo mirefu, miaka mingi. Ushindi huu ulionekana kama ushahidi wa nguvu ya hoja na ushawishi na mvuto wa mabadiliko aliyouleta. Hapa kwenye kuzungumza na kujenga hoja, Lissu anatajwa kuwa mwalimu mzuri. Alionyesha kuanzia shuleni alipokuwa mwanafunzi na hata alipokuwa mwalimu wa shule ya sekondari Bondeni aliyefundisha kati ya mwaka 1995 na 1996. Lissu ana nguvu kubwa sana mbili za kuzaliwa ambazo hakuna shule inayoweza kumfundisha mtu. Kwanza ni ujasiri na mbili, umahiri wa kuzungumza. Aliwahi kuandika mchambuzi wa siasa za Tanzania Ezekiel Kamwaga. Akiwa bungeni, Lissu alitokea kuwa mmoja wa wabunge wenye ushawishi mkubwa. Alijijengea heshima kubwa sana kama mzungumzaji mahiri mwenye uwezo wa kutoa hoja nzito zenye mashiko ya kisheria na kitaalamu. Alipewa nafasi ya mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, ambapo aliongoza mijadala mizito kuhusu bajeti, sheria kandamizi na masuala ya madini na mikataba mibovu ya serikali. Alijulikana kwa kutumia takwimu, nyaraka na vielelezo thabiti katika kuibua hoja, jambo lililowafanya wabunge na wananchi kumheshimu hata kama hawakubaliana naye. Tatu, ni king'ang'anizi mwenye matumaini na asiyekata tamaa. Mojawapo ya sifa kuu iliyomtambulisha sana Tundu Antipas Lissu ni kuwa mtu mwenye matumaini yasiyotikisika na kutokata tamaa hata katika mazingira ya hatari au kukataliwa mara kwa mara. Lissu amekuwa mstari wa mbele sana katika kudai katiba mpya ya Tanzania kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, akiitizama kama msingi wa haki, uwajibikaji wa watawala na ujenzi wa taifa lenye misingi ya demokrasia ya kweli. Alianza kampeni hii akiwa bado bungeni na mwanasheria mkuu wa Chadema, akihudumu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete. Alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliotoa mchango mkubwa katika bunge maalum la katiba mwaka 2014, akitetea kwa nguvu vipengele vya katiba pendekezwa vilivyolenga kuimarisha uhuru wa mahakama, haki za raia na mfumo wa utawala wa sheria. Wakati baadhi ya wanasiasa walijitoa na kukata tamaa kutokana na changamoto mbalimbali zilizokumba mchakato huo, Lissu alisimama na aliendelea kusimama imara hata baada ya bunge hilo kuvunjika bila kufikia mwafaka wa kitaifa.
katika kila jukwaa la kisiasa, iwe ndani ya nchi au akiwa uhamishoni. Baada ya jaribio la mauaji, Lissu ameendelea kuhubiri umuhimu wa katiba mpya. Hata katika kampeni yake ya urais mwaka 2020, swala la katiba mpya lilikuwa mojawapo ya nguzo kuu ya ajenda yake. Alikuwa akirudia mara kwa mara kuwa katiba ya mwaka 1977 ni katiba ya chama kimoja, haikidhi mahitaji ya taifa la vyama vingi, akisisitiza kuwa bila mabadiliko ya katiba ya msingi ya kikatiba, uchaguzi wowote hauwezi kuwa huru na wa haki. Licha ya kukataliwa mara kadhaa, kukumbwa na mateso na hata kuhatarishiwa maisha yake, Tundu Lissu hajawahi kuacha kupigania mabadiliko hayo. Hadi leo anapokumbwa na kesi nzito ya uhaini kutokana na msimamo wake wa no reforms no election, anaendelea kusisitiza kuwa Tanzania haiwezi kusonga mbele bila katiba mpya, na bila katiba mpya ya wananchi. Kwa Lissu, unaweza kumuita king'ang'anizi anapohitaji jambo lake. Na muhimu, matumaini ni silaha ya mwisho kwake. Hata haamini katika kukata tamaa, bali katika kusimama imara hadi haki ipatikane. 4 ni mpambanaji jasiri na mkosoaji asiyetishwa. Haijawahi kuwa rahisi kumtisha Lissu. Ana historia ya kusema kile anachokiamini bila kujali nafasi ya anayekisema. Katika kipindi chake bungeni, Lissu aliibua mijadala mikubwa kama sakata la akaunti ya Tegeta Escrow, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 300 zilichotwa kwa njia ya utata. Aliwataja wahusika kwa majina na kuwasilisha ushahidi wa maandishi, hatua ambayo ilionyesha kiwango cha ujasiri na weledi wake. Pia aliongoza mijadala kuhusu matumizi ya fedha za umma, sheria za uchaguzi na udhaifu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, akionyesha namna mfumo ulivyoegemea upande mmoja kwa faida ya chama tawala. Kwa Lissu, ukweli ama anachokiamini ni silaha yake kuu, hata kama inagharimu maisha. Alikosoa wazi serikali ya Mkapa na serikali ya awamu ya 4 chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete, hasa kuhusu haki za wachimbaji wadogo na rushwa katika sekta ya madini na mikataba isiyofaa kwa taifa. Alipofika awamu ya 5 chini ya Rais Dr. John Pombe Magufuli, Lissu hakusita kusema wazi kwamba serikali imegeuka na kiimla, kifamilia na kikabila, na ilitumia vyombo vya dola kuwakandamiza wapinzani, hali iliyowafanya
baadhi ya viongozi wa upinzani kukimbia nje ya nchi. Katika moja ya hotuba zake kati ya mwaka 2016 na 2017, Lissu alisema naibu waziri Kalemani Medad alikuwa naibu wa wizara ya madini wakati huo. Mtoto wa dada sijui wa kaka, wote Chato, kanda ya ziwa anakotokea Magufuli. Hapa alikuwa akizungumzia kufukuzwa kwa aliyekuwa waziri wa madini Profesa Sospeter Mwongo na kuachwa naibu wake Kalemani, kwa ambazo aliamini Lissu kwamba zilipaswa kumfukuzisha pia na Kalemani, lakini alidai alilindwa kindugu. Aliongeza kuhusu ukabila akimhusia Rais Magufuli ambaye alikuwa Msukuma kutoka kanda ya ziwa na viongozi waliopewa nafasi mbalimbali serikalini. Mkuu wa majeshi Msukuma anatoka kanda ya ziwa, mkuu wa polisi kanda ya ziwa, mwanasheria mkuu kanda ya ziwa, mwendesha mashtaka kanda ya ziwa, kaimu jaji mkuu kanda ya ziwa, mlipaji mkuu wa serikali kanda ya ziwa. Nani asiyejua tunaposema nchi imeingia kwenye udikteta? Ndiyo hivi. Msemaji wa serikali wakati huo Hassan Abbas alijibu matamshi ya Lissu wiki hiyo hiyo alipoyatoa akikanusha serikali kuegemea ukabila, undugu ama ujamaa, na kwamba serikali haitakubali mtu ama kundi la watu kutumia vibaya uhuru wa kujieleza. Kumkosoa kwa kumuita Rais Magufuli dikteta uchwala kulizua mijadala sana mwaka 2016 mpaka 2017 kabla ya kushambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana na kunusulika kifo. Alitumia zaidi nafasi yake kama mbunge na mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kupata majukwaa ya kumkoa Magufuli na kuikosoa serikali kwa kina. Lakini pia ni mfu anayetembea na risasi mwilini. Kama ukitaja matukio matatu maarufu zaidi Tanzania kuwahi kutokea tangu nchi ilipopata uhuru au taifa hilo katika miongo ya hivi karibuni, ukiacha kifo cha rais wake wa kwanza Julius Nyerere na kifo cha Rais Magufuli, tukio la kushambuliwa kwa risasi Lissu lilikuwa kubwa kwenye mijadala. Septemba 7, 2017, Tundu Lissu alishambuliwa kwa risasi 16 nje ya makazi yake jijini Dodoma baada ya kutoka bungeni. Tukio hilo lilitokea siku chache baada ya kutoa madai kuwa anafuatiliwa na gari lenye namba za serikali. Hadi leo hakuna aliyekamatwa
wala kufikishwa mahakamani kwa tukio hilo. Jeshi la polisi na serikali mara kadhaa imesema uchunguzi wa kina unaendelea. Upelelezi bado unaendelea. Uchunguzi hauna ukomo wa muda. Kinachotoa faraja, mhusika mwenyewe Lissu yupo nchini, alisema waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamad Masauni kipindi hiko. Lakini mwenyewe Lissu anasema jeshi la polisi na serikali hawajawahi kuwa na nia ya kuchunguza tukio hilo la majaribio ya mauaji. Lissu alipelekwa Kenya kwa matibabu ya haraka kisha kuhamishiwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu. Alifanyiwa zaidi ya upasuaji 20 kurekebisha mifupa, mishipa na viungo vilivyoharibiwa na risasi. Alikaa kwenye matibabu kwa zaidi ya miaka 3 na kuvuliwa ubunge wake mwaka 2019 kabla ya kurejea nchini mwaka 2020 na kuwania urais kupitia Chadema dhidi ya Magufuli katika uchaguzi mkuu ambao Magufuli alishinda, huku Lissu akipinga matokeo. Kwa wengi alinusulika kwa muujiza, na tangu wakati huo amepewa jina la utani la mfu anayetembea. Tukio hilo lilimfanya kuwa nembo ya ukatili na lilizua hofu ya kupungua kwa demokrasia nchini. Lakini pia ni mwanasiasa wa misimamo mikali aliyepewa jina la mlopokaji. Kwa tukio la kushambuliwa risasi na kunusulika kifo kwa mtu mwingine asiye imara na msimamo, asingeweza kurejea tena kwenye siasa za taifa la Tanzania. Wanaharakati ama shughuli yoyote inayoweza kuleta uadui hata mdogo. Lakini Lissu wala hajatetereka hata kidogo mpaka leo. Kwa misimamo yake amekuwa akikataa pia akishiriki mazungumzo ya maridhiano, na Chama cha Mapinduzi CCM, akiyaita mazungumzo hewa yasiyo na dhamira ya kweli. Baada ya kurejea nchini mwaka 2020 na kugombea urais, Lissu alirejesha nguvu ya upinzani katika siasa za Tanzania. Ilianza kudolola baada ya mikutano ya kisiasa kufungwa. Akiendelea kukosoa mfumo wa uchaguzi Tanzania, akionyesha unaipendelea chama tawala CCM, jambo ambalo mamlaka na CCM wenyewe wanapinga. Desemba 2024, Chadema chini ya mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe kilipitishwa no reforms no election, ambao ni msimamo wa kisera wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, unaotaka mabadiliko ya tume huru ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na uhuru wa mikutano ya hadhara kabla ya kushiriki uchaguzi.
Lissu amekuwa mstari wa mbele kuelekea msimamo huu tangu awe mwenyekiti Januari 2025, akisisitiza kuwa kushiriki uchaguzi bila marekebisho ni kushiriki udanganyifu. Hata pale baadhi ya wanachama wa Chadema walipoanza kuyumba kwenye msimamo huo, Lissu alibaki imara. Kuanzia kwenye uchaguzi wa ndani wa chama ambapo alipokataa kukaa pembeni na kumpisha Mbowe agombe wenyekiti mpaka kupigia debe msimamo wa no reforms no election, Lissu alisemwa kama mropokaji, lakini yeye hakujali. Ameendelea kusimamia hilo na kuendelea kuhubiri kwa wananchi ili wamuunge mkono, msimamo ambao sasa unamgharimu sana. Amekamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kesi ya uhaini. Ni mtu wa kesi lukuki sana. Aprili 9, 2025, Lissu alikamatwa akiwa mkoani Ruvuma baada ya kufanya mkutano wa hadhara kupigia debe msimamo wake no reforms no election kama kauli mbiu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuelekea uchaguzi mkuu. Aprili 10, 2025, akafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na akafunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa ambalo linahusishwa na kutishia usalama wa taifa kabla ya Baraza la Wanasheria la Tanganyika TSL kutoa wito wa kuachiliwa mara moja bila ya masharti yoyote. Kosa hili halina dhamana na hivyo Lissu anasubiri hatima yake akiwa rumande. Hii si kesi ya kwanza. Lissu amekuwa na kesi nyingi sana, mara kadha wa kadha, na nyingi zikiwa za uchochezi kwa maneno aliongea kwenye majukwaa ya siasa ama majukwaa mengine yanayohusisha ukosoaji wake. Hafungwi mtu hapa. Sikilizeni niwaambieni, nina kesi 6 Kisutu mahakamani na zote za uchochezi, alisema Lissu wakati wa harakati za uchaguzi mkuu 2020, akiwatoa hofu wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba kesi hizo hazitamzuia kugombea urais hata wafanyeje. Hata hivyo, kesi ya sasa ya uhaini ni kubwa na ya aina yake. Akikutwa na hatia, adhabu yake ni kifo kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Lakini kwa Lissu mwenyewe, labda kwa sababu ni mbobevu wa sheria, haonyeshi usoni ukubwa wa kesi hiyo zaidi ya kuendelea na ari yake ya kisiasa. Msiogope. Hii ndiyo njia ya kwenda Ikulu. Kama Nelson Mandela, rais wa zamani wa Afrika Kusini, anasema Lissu, kuwatoa hofu wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliofika mahakamani. Kwa wafuasi wake wanaoiona kesi hii ni kama mwendelezo wa uonevu kwa wanasiasa wa upinzani,
kwa serikali. Huenda kesi hii ni jaribio la kudhibiti kile wanachokiona kama uchochezi wa usalama wa taifa. Lakini kwa wachambuzi wa siasa na haki za binadamu, kesi hii ni kipimo cha hali ya uhuru wa kisiasa na demokrasia ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Kesi yake inaweza kuwa mojawapo ya matukio muhimu zaidi katika historia ya kisasa ya Tanzania. Kama atapatikana na hatia, inaweza kubadilisha sura ya siasa ya upinzani nchini. Kama atashinda vita hii ya kisheria, huenda akawa alama hai ya ushindi wa haki dhidi ya woga. Mtazamaji wa Star in African Network, hayo ndiyo mambo 7 ambayo yanamtambulisha Lissu kitaifa na kimataifa kama mwanasiasa nguli mwenye misimamo mikali. Tunaomba bonyeze neno lililoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante.